Israel inaendeleza mpango wake wa kuiteka Palestina kwa namna wanavyoweza. Kwa sasa Israel inaona kwamba hakuna cha kuizuia katika kuiteka Palestina kutokana na nguvu kubwa wanayoipata kutoka kwa watu wa Magharibi pamoja na Marekani. Mamlaka nchini Israel imeanzisha mpango mpya wa kuanzisha kitongoji kikubwa cha makazi haramu ndani ya kitongoji cha Palestina cha Lison katika Yerusalemu Mashariki inayokaliwa kwa mabavu, kundi la haki za Israel limeeleza. Katika taarifa, shirika la Amim limesema kamati ya mipango ya ujenzi ya wilaya ya Yerusalemu iliidhinisha mpango wa kujenga takribani nyumba 450 vya makazi huko Lison baada ya mradi huu kufungwa kwa zaidi ya miaka miwili kutokana na vikwazo vinavyohusiana na miundombinu. Lison iko kati ya vitongoji vya Palestina vya Jabal al-Mukabber na Sur Baher katika Yerusalemu Mashariki inokaliwa, na kwa sasa inajumuisha takribani karibia makazi 800 ya Wapalestina. Mpango unaofanyika kwa sasa ni kuwatimua Wapalestina wanaoishi katika maeneo hayo na kuwafanya walowezi wa Kiisrael kuendelea kuishi katika eneo hilo, hasa Wayahudi. Kulingana na Amin, mradi mpya wa makazi unatarajiwa kubadilisha kwa kiasi kikubwa tabia ya maeneo ya mjini, na idadi ya watu katika kitongoji hicho inapaswa kuanzisha mamia ya vitengo vya makazi katika eneo lililopo la makazi ya Wapalestina. Shirika hilo limeelezea mradi huo kama haujawahi kutokea kwa kiwango kikubwa ndani ya vitongoji vya Palestina katika Yerusalemu Mashariki na ukaliwa na Wayahudi. Hata hivyo, onyo limetolewa juu ya mradi huo kwamba unaweza kuwapa wakazi walowezi wapatao 2000 kutoka nchini Israel na kuongeza msuguano na wakazi wa Palestina na kudhoofisha utulivu katika eneo hilo. Amim imeeleza hatua ya manispaa ya Yerusalem inaonyesha uchaguzi wa wazi wa kisiasa ambao unaungwa mkono na serikali, kwamba huu ni mpango wa kile kinachofanywa na Israel kwamba kuifanya Israel kuwa kubwa. Umoja wa Mataifa umethibitisha mara kwa mara kwamba makazi ya Israel katika maeneo ya Palestina yanokaliwa ni kinyume cha sheria chini ya sheria za kimataifa, na imetoa tu onyo kwamba yanadhoofisha matarajio ya suluhisho la mataifa mawili, lakini haikuweza kuchukua jukumu lingine la kuhakikisha walowezi wa Kiyahudi kutoka nchini Israel wanaoishi katika maeneo hayo wanaondolewa. Wapalestina wanasisitiza kwamba Yerusalemu Mashariki inayokaliwa kwa mabavu iwe mji mkuu wa nchi yao, na kulingana na maazimio ya kimataifa ambayo hayatambui uvamizi wa Israel wa mwaka 1967 au unyakuzi wake wa mwaka 1980 wa jiji hilo, ni kwamba bado Israel inakalia eneo hilo licha ya kwamba Umoja wa Mataifa na mataifa mengi duniani yanatambua hilo. Lakini hadi sasa Umoja wa Mataifa umekalia kimya na haiwezi kuiondoa Israel katika eneo hilo. Endelea kutufuatilia, tutaendelea kukujuza mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ujue nini kinachojiri katika ulimwengu.